Mazingira yanaweza yakawa ni magumu, tulivyovibeba ndani yetu havitafia kwenye hayo mazingira magumu. Watu wa Mungu, hata tukiingia Januari, kazi ya Desemba ni kutuandaa kumshukuru Bwana na kutuandaa twende kwenye hiyo Januari, hata kama itakuwa ngumu, ili somo likakutie nguvu kwamba tulishaandaliwa. Nimebeba baraka yangu ndani. Mazingira yanaweza yasiwe rafiki, lakini haina maana kwamba sitazaa ambacho nimekibeba, bado kitazaliwa. Inawezekana vita ulionayo ukaiona hata Januari ipo, haina maana ya kwamba hautazaa ambacho umekibeba. Jisemee mwenyewe, baraka zangu hazitaliwa na adui, afya yangu haitaliwa na adui, ndoa yangu haitaliwa na adui, uchumi wangu hautaliwa na adui, watoto wangu hawataliwa na adui, fedha yangu haitaliwa na adui. Sema, nilivyopoteza imetosha, havitapotea tena, na nilivyopoteza vinarudi. Haleluya. Najua bado na nguvu za kusimama kwa dakika kidogo tukienda kwenye sehemu ya kwanza ya maombi, lakini nitumie nami nafasi hii kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya kibali hiki na fursa hii kwamba hatimaye sasa leo tunafika siku ya 8 ya semina hii. Mchungaji, asante sana, pamoja na ofisi yako. Mungu akubariki sana baba, Mungu akubariki mno. Bwana asifiwe. Basi baba ameshashukuru wote, naomba mimi nimshukuru yeye kwa niaba ya wote. Amen. Na mara baada ya kusema hayo, naomba moja kwa moja, kwa sababu pia tunahitaji kutoka kwa muda mzuri, twende kwenye maombi yetu sehemu ya kwanza. Nitabeba maombi ya shukrani, na baada ya hapo maombi ya kupokea kile ambacho Bwana amekiandaa kwa ajili yetu siku ya leo. Omba haya maombi baada yangu. Sema, Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa neema ulionipa kushiriki semina hii kwa siku ambazo nilipata kibali cha kushiriki. Ninakushukuru kwa kile ambacho umekiachilia kwenye maisha yangu, kwenye moyo wangu, kupitia madhabahu hii kwa majira haya ya mwisho wa mwaka. Ninakushukuru, nami ninaomba kwa rehema na neema, kile ambacho Bwana umesema nami katika semina hii kikazae matunda, unaporuhusu nyayo za miguu yangu kutoka mwaka huu 2025 na kuingia mwaka ujao 2026. Mungu uliye hai, hiki ambacho umenipa, hiki ambacho umenilisha, hiki ambacho umenibebesha kwa majira haya ya mwisho wa mwaka huu, kikazae matunda kwa mwaka ujao, nikawe na ushuhuda kwamba Mungu uliye hai, kile ambacho umesema nami kimekwenda kutokea, kimekwenda kuzaliwa katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu milele na milele yote. Pokea sifa, heshima, utukufu na shukrani, kwa maana umestahili. Na jioni ya leo ninauandaa moyo wangu tayari kabisa kupokea tena kutoka kwako, kusikia tena kutoka kwako, kuhudumiwa tena na mkono wako na uwezo wako na nguvu zako. Bwana, jioni ya leo nisitoke mahali hapa kama nilivyoingia. Kutana na haja ya moyo wangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba na kushukuru. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Na sasa naomba upungie mkono watu wawili watatu, waambie umebarikiwa na Bwana, umebarikiwa na Bwana, umebarikiwa na Bwana. Naomba uketi, mtu wa Mungu, tafadhali. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nikumbushe tu ya kwamba tulikuwa tunaongozwa na Zaburi ya 62 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Sitakwenda huko leo. Nakumbusha tu tulikuwa tunaongozwa na Zaburi ya 62 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Lakini leo ninaomba moja kwa moja uangalie kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 12. Ufunuo wa Yohana mlango wa 12.
ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Ufunuo wa Yohana mlango wa 12 ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa na mimba, akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake, ili azaapo amle mtoto wake. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Mstari wa 6. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 20 mstari wa 3. Samueli wa kwanza, leo nimekuja kitofauti kidogo, kwa beba hiyo mistari vizuri tu. Naweza nisifungue tena Biblia baadaye nikimaliza mistari yangu hapa. Samueli wa kwanza mlango wa 20 mstari wa 3. Daudi akaapa akasema, baba yako anajua sana ya kuwa nimeona kibali machoni pako, naye asema Yonathani asilijue neno hili, asije akahuzunika. Lakini ni kweli, aishivyo Bwana na iishivyo roho yako, iko hatua moja tu kati ya mimi na mauti. Iko hatua moja tu kati ya mimi na mauti. Iko hatua moja tu kati ya mimi na mauti. Anayeongea hivyo ni Daudi. Tumalize na mistari ya mwisho ambayo inakupa hitimisho la huyu mtu aliyesema imebakia hatua moja kati yake na mauti. Nyakati wa kwanza 29 na ule mstari wa 26 mpaka wa 28. Namalizia mistari yangu ya mwisho, uwe na amani. Nyakati wa kwanza mlango wa 29 ule mstari wa 26 mpaka wa 28. Basi Daudi mwana wa Yese akawa mfalme juu ya Israeli wote, na wakati aliyotawala juu ya Israeli ulikuwa miaka 40. Miaka 7 alitawala Hebron, na miaka 33 akatawala Yerusalemu. Mstari wa 28 wa muhimu sana. Akafa mwenye umri mwema, ameshiba siku na mali na heshima. Na urudia kabla sijaumalizia huo mstari. Akafa mwenye umri mwema. Hebu sema, kuna umri mwema wa kufa. Usiogope hautakufa leo. Sema tena, kuna umri mwema wa kufa. Kwa mara ya 3, kuna umri mwema wa kufa.
Tofauti ya samani, kinyume cha neno mwema, kinyume chake ni nini? Kinyume cha wema ni nini? Kwa hiyo kuna umri mbaya wa kufa, Mungu atuepushe nao. Tunaotaka umri mwema wa kufa. Kuna watu wanaogopa kusema mimi najua atakufa leo. Hautakufa leo. Naomba niurudie mstari wa 28. Akafa mwenye umri mwema moja, ameshiba siku 2, na mali 3, na heshima 4. Naye Suleimani mwanawe akamiliki badala yake. Somo ambalo tumekuwa nalo kwa wiki nzima linasema vita ya kuifikia hatima yako. Vita ya kuifikia hatima yako. Tunazungumza kule mwisho tunakokwenda tangu mwanzo. Kama ambavyo Mungu amekuwa na hiyo tabia ya kututangazia mwisho tangu mwanzo. Na sisi hapa tunazungumza mwisho wetu tangu mwanzo, kwenye hatima, kwenye kilele, kwenye ukamilifu, kwenye hitimisho. Na tunachokipambania hapa ni kwamba chochote cha baraka ambacho Mungu atakiachilia kwenye maisha yetu, kwenye mikono yetu, kisifie jangwani, kifike kwenye hatima. Kisiliwe na nzige, kisiliwe na parare, kisiliwe na tunutu, kisiliwe na madumani, kisipigwe njiani, kisiuliwe njiani, kisipotezwe na adui njiani, kifike kwenye hatima. Ndicho tunachokipigania hapa. Chochote cha baraka ambacho Mungu atakileta kwako, chochote cha baraka, mtu wa Mungu, chochote cha baraka ambacho Mungu atakifungua kwenye maisha yako, kisifie jangwani. Mungu amekubariki kwenye hiyo ndoa yako, mama, unayesubiri uzao, ukapata mimba. Hiyo mimba isiharibike, hiyo mimba isitoke, hiyo mtoto asifie tumboni, wala asife siku anazaliwa. Azaliwe na Mungu amtimizie miaka yake aliyokusudia. Una mbaraka wa biashara, biashara isifie jangwani, ufike kwenye malengo uliyokusudia kuanzisha kwa hiyo biashara. Una kazi, kazi isifie jangwani, ufike kwenye malengo ya kutafuta hiyo kazi na ukaipata, uende kwenye malengo. Sasa tunachopeana hapa kwenye semina kitu gani? Mistari ambayo nimekusomea leo inaonyesha jambo la ajabu sana, kwa sababu huyu ni Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patmo, na Yesu hayupo duniani katika mwili, alishaondoka. Alishazaliwa na Bikira Mariamu, alishafanya kazi iliyomleta, na alishanyakuliwa juu mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kwa mujibu wa maandiko, tunaye Yesu hapa duniani kupitia Roho Mtakatifu aliyekuja kwa jina la Yesu. Lakini Yesu kama Yesu, maandiko yanatuambia ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja, kutoka huko atakuja. Kwa hiyo tunaye Yesu sasa katika roho. Kwa hiyo Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patmo ndo anapewa huo ufunuo unaoitwa ufunuo wa Yohana, tena unaofunga kitabu cha Biblia. Kitabu cha Biblia, kitabu cha mwisho kwenye Biblia ni kitabu cha ufunuo wa Yohana. Lakini ufunuo huu ambao anapewa hapa, utafikiri ni jambo halijatokea bado, sasa ndo linatarajiwa kutokea mbele ya safari. Anaonyeshwa mwanamke juu mbinguni aliyevikwa jua na mwezi uko chini ya miguu yake, vazi lake ni jua, viatu vyake ni mwezi, lakini taji iliyomfunika ni nyota 12.
Alafu Yohana anasema, anaonyesha huyu mwanamke akiwa ana mimba, na si tu kwamba ana mimba, lakini yupo katika utungu wa kuzaa. Maana yake mimba aliyoibeba iko tayari kuzaliwa, azae ambacho amekibeba. Alafu Yohana anasema, nikaona joka kubwa jekundu mbele ya huyo mwanamke mwenye mimba aliye tayari kuzaa. Alafu anasema huyo joka kubwa jekundu ambaye alikuwa mbele ya huyo mwanamke alikuwa amesubiria pale ili huyo mwanamke atakapozaa huyo mtoto wake aliyembeba kwenye tumbo lake, huyo joka aweze kumla, aweze kummeza huyo mtoto atakayezaliwa na huyo mwanamke. Yohana anasema pamoja na joka jekundu kuwapo hapo mbele, haikumwogopesha mwanamke kuzaa mtoto wake. Bado mtoto alizaliwa, na alizaliwa mtoto mwanamume, na joka jekundu likajaribu kumsogelea mtoto limmalize, lakini mamlaka ya mbingu, mamlaka ya Mungu ikamnyakua yule mtoto, ikamketisha juu kwenye kiti chake cha enzi. Joka alipoona amemkosa mtoto, alimwinda mama. Mama alinyakuliwa na yeye akakimbizwa nyikani. Ana mahali pake palipotengenezwa na Mungu aweze kutunzwa pale. Hii habari ukiangalia hili tukio kama halijatokea, sasa linafunuliwa kwenye kitabu cha Ufunuo kwamba linaenda kutokea. Lakini katika ulimwengu wa mwili unaweza ukapata tafsiri nyepesi sana. Mwanamke anayezungumzwa ni nani? Ni Mariamu bikira, sawa. Alibeba mimba ya nani? Ya Yesu, sawa. Joka ni nani? Ni Shetani. Aliwinda kumuua Yesu tangu akiwa wapi? Tumboni kwa mama yake, lakini hakufanikiwa. Yesu alizaliwa, hakuzaliwa? Alizaliwa. Shetani alimwinda Yesu tangu akiwa mdogo mpaka anakuwa mtu mzima. Aliweza kumwangamiza? Hakuweza kumwangamiza. Hata pale alipodhani ya kwamba amemweza, ndio alikuwa amemtengenezea mlango wa kuinuliwa kwenye utukufu mkubwa zaidi. Yeye atakayewachunga mataifa kwa fimbo ya chuma. Nani? Ni Yesu, ndiye anayetajwa. Kwa hiyo unaweza ukaona ufunuo ulikuwa unabeba kitu kingine kutusaidia sisi wa leo. Muondoe Mariamu, jiweke wewe kanisa la leo ambaye una Yesu ndani yake, aliyekubebesha mimba ya kila aina ya baraka unayo huko ndani. Wote ambao tumeketi mahali hapa, samani mzee Mwipile, wote ambao tumeketi mahali hapa ambao tuna Yesu ndani, tumebebeshwa mimba za baraka, sio mimba za kuzalana. Tumebeba watoto wa baraka, baraka za afya, baraka za ndoa, baraka za elimu, baraka za majumba kujenga, baraka za magari, baraka za fedha, baraka za kuwa na maisha bora, vimewekwa ndani yetu, vimebebeshwa ndani yetu. Na Ibilisi anafahamu ya kwamba tuna kitu kiko ndani. Kuna wengine ambao tayari walishanyang'anywaga zamani na Shetani, hata ule uchungu wa kuzaa upo, wameridhika na maisha walionayo. Shetani amenyang'anya vyote, amevifisha huko ndani, na wao wala hawana muda wa kuvitafuta tena virejee tena viweze kuzaliwa. Lakini kuna wale wakina sisi ambao bado tunaona kuna vitu Mungu ametupa ndani yetu na bado havijazaliwa, na tunatamani vizaliwe kabla hatujafika mwisho wa maisha yetu. Hayo makofi yananipa moyo kwamba kuna baadhi ya watu wanafanana na Isaac Omari ambaye bado nimebeba mimba ya baraka huko ndani. Yaani nikiangalia ndani yangu Shetani hajafisha kile ambacho Bwana ameniwekea ndani. Bado ninaona kuna watoto huko ndani. Sizungumzi watoto wa kuzaa kimwili, nazungumza watoto baraka za kuzaliwa kwenye maisha yangu. Bado ninazo ndani yangu na bado nina utungu wa kuzaa. Mungu anafunua hili jambo kwa Yohana. Tulishaiona hiyo habari, kuzaliwa kwa Yesu. Anataka tujifunze kitu gani? Anazungumzwa mwanamke kama kanisa aliyebeba vya Mungu ndani yake. Anatakiwa awe na utungu wa kuzaa na azae. Lakini angalia mazingira ambayo Yohana anaonyeshwa. Joka kubwa jekundu mbele.
Ndio maana kichwa cha semina kinasema vita ya kuifikia hatima yako, kwa sababu kuna vitu umebeba na unatamani kuvizaa. Kwa wale ambao bado wana utungu wa kuzaa, wale waliokata tamaa hawana utungu ndani wa kuzaa, waliovunjika moyo hawana utungu ndani wa kuzaa, waliopoteza matumaini njiani, utungu wa kuzaa umeondoka. Lakini kuna watu hapa bado mna utungu wa kuzaa, yani hujaridhika na maisha ulionayo, hujatosheka na viwango ulivyo navyo. Bado ukijitazama na mimi unasema kuna hatua natakiwa nisogee, kuna mahali natakiwa niende, hapa sio viwango vyangu wala sio nafasi yangu, kuna mahali natakiwa nisogee. Ukishajiona una shauku ya namna hiyo, maana yake ndani yako una mimba ya baraka na una utungu wa kuzaa, maana yake bado kuna uhai katika maisha yako. Lakini wewe ambaye umejiridhikia na hali ulionayo, umetosheka kwamba ulivyo ndio hivyo hivyo, yumkini hizo mimba uko ndani Ibilisi alishaziuaga zamani na utungu wa kuzaa kuna. Kwa hiyo naomba umuondoe mwanamke, jiweke wewe na jiweka Isaac Omari niliyebeba mimba ndani ya kuzaa vitu vikubwa. Lakini nazaa kwenye mazingira gani? Ya amani, amani. Wako wengi wanaonipinga, wako wengi wanaonikataa, wako wengi wanaonilani, wako wengi wanaonikashifu, wako wengi wanaonidhalilisha, wako wengi wanaonitukana, wako wengi wanaojaribu kunikanyaga, wako wengi wanaojaribu kuzima kibali changu na ndoto yangu. Lakini bado Mungu aliyempa neema yule mwanamke mbele ya mazingira magumu ya huyo joka jekundu, bado mwanamke alizaa mtoto wake. Atanipa neema na mimi, atakupa neema na wewe katikati ya hayo mazingira magumu. Huyo uliyembeba ndani yako atazaliwa na huyo joka hataweza kumwangamiza. Nimesema hayo makofi yananipa ishara ya kwamba ninaanza kueleweka mahali hapa. Sema amina. Kwa hiyo ondoa mwanamke, jiweke wewe. Ndio nakuzungumza wewe sasa. Utukufu wa Bwana uko juu yako. Ndiye kuzungumza ni wewe uliyebeba baraka za makabila 12 za Israeli. Vyote ambavyo Mungu aliviachilia kwa watoto wa Yakobo vinakuja kwako kupitia damu ya Yesu. Nazungumza na wewe hapa mbele. Hapa mazingira ni magumu, watu wa Mungu. Hata tukiingia Januari, kazi ya Desemba ni kutuandaa kumshukuru Bwana na kutuandaa twende kwenye hiyo Januari. Hata tukianza Januari, hata kama itakuwa ngumu, ili somo likakutie nguvu kwamba tulishaandaliwa. Nimebeba baraka yangu ndani. Mazingira yanaweza yasiwe rafiki, lakini haina maana kwamba sitazaa ambacho nimekibeba, bado kitazaliwa. Mungu hakuondoa joka jekundu mbele ya mwanamke ili mwanamke azae. No, joka lilikuwepo na mwanamke alikuwepo na mwanamke alizaa. Inawezekana vita ulionayo ukaiona hata Januari ipo, haina maana ya kwamba hautazaa ambacho umekibeba. Haina maana ya kwamba hautapata ile kazi, haina maana ya kwamba hautaanza ile biashara, haina maana ya kwamba hautapata kile kiwanja, haina maana ya kwamba hautajenga ile nyumba. Haina maana hii. Wala siwaombei wanaokuroga wafere, waache wabaki. Lakini ninachokuombea utungu wa kuzaa, sije ukaondoka ndani yako. Mazingira yanaweza yakawa ni magumu, hatutafia kwenye hayo mazingira magumu. Tulivyo vibeba ndani yetu havitafia kwenye hayo mazingira magumu. Vitazaliwa, nimesema vitazaliwa. Vitazaliwa, nimesema vitazaliwa. Vitazaliwa, nimesema vitazaliwa. Vitazaliwa, nimesema vitazaliwa. Na vitazaliwa mbele ya macho ya adui, vitazaliwa mbele ya macho ya watesi, vitazaliwa mbele ya macho ya wanaotutaabisha, vitazaliwa mbele ya macho ya wanaotulaani, vitazaliwa mbele ya macho ya wanaoturoga. Vitazaliwa na Mungu ataviwekea mkono wake, vitakaa salama.
Mabibi na mabwana, kama ambavyo tangu umezaliwa mpaka tarehe ya leo haujaingia kaburini, huko hai, maana yake sio kwa ajili yako, ni kwa neema ya Mungu na kwa rehema za Mungu na kwa mkono wa Mungu. Ndivyo itakavyokuwa hata kwa baraka zako ambazo unaenda kuzizaa. Mungu ataweka mkono wake juu ya hizo baraka. Hakuna mauti itakayofinya na kuua baraka yako yoyote ambayo unakwenda kuizaa. Anza kubeba ufunuo huu ya kwamba ni wa kwako. Mwanamke alizaa mtoto wake na joka hakuweza kumla mtoto aliyezaliwa. Jisemee mwenyewe, baraka zangu hazitaliwa na adui. Wamesikia wachache? Nasema jisemee mwenyewe, baraka zangu hazitaliwa na adui. Afya yangu haitaliwa na adui. Ndoa yangu haitaliwa na adui. Uchumi wangu hautaliwa na adui. Watoto wangu hawataliwa na adui. Elimu yangu haitaliwa na adui. Elimu ya watoto wangu haitaliwa na adui. Afya ya wanangu haitaliwa na adui. Kazi yangu haitaliwa na adui. Fedha yangu haitaliwa na adui. Wangapi wanapokea unabii ya kwamba ni wa kwao? Kama unapokea sema amina kubwa. Na wauliza watu wa Segerea, yule mama alizaa au hakuzaa? Mungu alisubiri joka afe ndo mama azae? Kwa usisubiri mpaka wachawi wote wafe wanaokuroga ndo ujenge. Jenga mbele ya macho yao. Oa mbele ya macho yao. Olewa mbele ya macho yao. Anza na mapacha mbele ya macho yao. Nunua gari mbele ya macho yao. Nenda Ulaya mbele ya macho yao. Kuwa mfanyabiashara wa kimataifa mbele ya macho yao. Anza kumtumikia Bwana mbele ya macho yao. Mgeukie jirani, mwambie usisubiri wafe. Mwambie anza hapo hapo ulipo mbele ya macho yao. Mwambie tena usisubiri wafe. Mwambie anza hapo hapo. 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 Hata kama asubuhi ya leo walikukujia na uso na ndita, anza hapo hapo mbele ya macho yao. Hata kama bado walitukana hata leo, anza hapo hapo mbele ya macho yao. Hata kama walisimanga hata leo, kabarikiwe, anza hapo hapo mbele ya macho yao. Mungu akuondoa joka ili mwanamke azae. Aliruhusu mwanamke azae mbele ya joka. Nami naachilia neema juu ya maisha yako. Unaenda kuzaa baraka 2026 mbele ya macho ya watesi wako, mbele ya macho ya adui zako, mbele ya macho ya wanaokuroga, mbele ya macho ya wanaokulaani, mbele ya macho ya wanaokukataa, mbele ya macho wanaokukanyaga. Unaenda kuzaa, na utakavyovizaa vitakaa na kuishi, na Mungu atatukuzwa kwenye maisha ya kwako. Nimesema Mungu atatukuzwa kwenye maisha ya kwako. Nimesema Mungu atatukuzwa kwenye maisha ya kwako. Geukia jirani, mwambie nina utungu wa kuzaa. Haja kusikia, mwambie kwa sauti, nina utungu wa kuzaa. 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 Mwambie hapa nilipo sio mwisho wa safari yangu. Mwambie hapa nilipo sio mwisho wa maisha yangu. Mwambie hapa nilipo sio mwisho wa baraka zangu. Nina utungu wa kuzaa. Wenye utungu wa kuzaa kama Isaac Omari wainue tena mikono yao miwili juu, wapige makofi kwa Yesu mwana Mungu aliye hai. Ninaongea kinabii kwenye hii madhabahu. Kuna uweza unaondoka nao jioni ya leo. Ninaongea kinabii kwenye hii madhabahu. Kuna nguvu unaondoka nayo jioni ya leo. Ninaongea kinabii kwenye hii madhabahu. Kuna neema unaondoka nayo jioni ya leo. Ninaongea kinabii kwenye hii madhabahu. Kuna mkono wa Bwana unaondoka nao jioni ya leo. Ninaongea kinabii kwenye hii madhabahu kwa sababu ya huo mkono wa Bwana unaondoka nao jioni ya leo. Chochote utakachokizaa hakitamezwa na adui, hakitamezwa na mapepo, hakitamezwa na majini, hakitamezwa na wachawi. Kama unapokea, ujiongeza makofi kwa Yesu mwana Mungu aliye hai. Piga sema haleluya. Hebu sema nilivyopoteza imetosha. Havitapotea tena, na vilivyopotea vinarudi.
Hakuna aliyesikia, acha niseme tena. Sema, nilivyopoteza imetosha, havitapotea tena, na nilivyopoteza vinarudi. Sema tena, nilivyopoteza vinatosha, havitapotea tena, na nilivyopoteza vinarudi. Vinarudi. Mabibi na mabwana, kama vilirudi kwa Ayubu na kwako vinarudi. Nimesema kama vilirudi kwa Ayubu na kwako vinarudi. Nimesema kama vilirudi kwa Ayubu na kwako vinarudi. Nimesema kama vilirudi kwa Ayubu na kwako vinarudi. Ongeza makofi kwa Yesu. Haijalishi mazingira ni magumu kiasi gani, nitazaa nilichokibeba. Nasema nitazaa nilichokibeba. Sintakufa na mimba yangu, sintakufa na utungu wangu. Nitazaa nilichokibeba, nitakifurahia nitakachokizaa. Nitazaa nilichokibeba, nitafurahia nilichokizaa. Sijui kama kuna mtu anapokea. Nitazaa nilichokibeba, nitafurahia nilichokizaa. Nitazaa nilichokibeba, nitafurahia nilichokizaa. Baraka yoyote itakayozaliwa na wewe kuanzia ibada hii utaifurahia. Nasema utaifurahia. Nasema utaifurahia. Nasema utaifurahia. Sasa nikusaidie mzazi mwenzangu wa baraka, mzazi mwenzangu, usije ukaruhusu mauti imeze uhai wako kabla hujafika kule ambako Mungu amekusudia. Na hapa naongea kinabii. Mzee Mwipile, nimesimama hapa, wewe ni shahidi. Mungu ameirudisha nyuma mauti isinipige mimi kwa miaka mingi. Yale maalbadiri ningepotea zamani, yale matabiri Ismaili ningepotea zamani, yale maitikafu ningepotea zamani. Lakini Mungu alichomfanyia Hezekia baada ya kuomba rehema, akaongeza miaka 15 kwa Hezekia, akairudisha nyuma mauti. Bwana amenitendea na Isaac Omari. Uhai nilionao leo ni zawadi ya Mungu, ni zawadi ya Mungu, ni zawadi ya Mungu. Daudi anasema, Yonathani, hujafunuliwa siri hii, lakini hapa nilipo imebakia hatua moja tu kati yangu na mauti. Kama Mungu wangu atalala kidogo, kesho sina uhai. Kama Mungu wangu atasinzia kidogo, kesho sina pumzi. Yonathani, hapa nilipo. Daudi anaongea kwa kiapo. Biblia inasema Daudi akaapa. Anamwambia Yonathani, hapa nilipo. Unaona natembea, unaona nakula na kunywa, unaona napumua, lakini hapa nilipo ni hatua moja tu iliyobakia kati yangu na mauti. Adui anauwinda uhai wangu mashariki, anauwinda uhai wangu magharibi, anauwinda uhai wangu kaskazini, anauwinda uhai wangu kusini. Kwenye anga, kwenye ardhi, imebakia hatua moja tu kati yangu na mauti. Kama si Mungu kunisimamia hapa, uhai sina. Ninachokifanya hakitaenda mahali. Anaongea Daudi, kwa nini nilikupeleka kwenye Mambo ya Nyakati 29, 26, 28? Kwa nini? Nilikuonyesha mazingira aliyokuwa nayo wakati anapambania hatima yake. Wakati anapambania hatima yake, huyu Daudi ndiye aliyezungumza akasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Aliongea hilo neno kwenye mazingira gani? Hatua moja kati yake na mauti. Sijajua umekaribia kwa hatua ngapi anguko la afya yako, la ndoa yako, la biashara yako, la uchumi wako, la kazi yako, la maisha yako, huduma yako.
Lakini nimekuonyesha mtu anaitwa Daudi, yeye ilibakia hatua moja tu, sio huduma ife, afe yeye mwenyewe, na wangemaliza yeye, wangemaliza na vyote alivyo navyo ndani yake. Ndio maana hii point nimeweka ya mwisho nimalize nayo. Uhai wako, uhai wako, uhai wako baba, uhai wako mama, uhai wako binti, uhai wako kijana, uhai wako na uwe na thamani mbele za Bwana, 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 na uwe na thamani mbele za Bwana. Usife kabla ya wakati wa Mungu. Kwa lugha nyingine, usife nje ya umri mwema. Ndio pointi yangu namaliza nayo, kwa sababu haya yote tuliyopambana nayo wiki hii yana maana gani kama uhai wako utafinywa hapo mbele? Ndio maana nimepambana sana kwenye ibada kuu zote, Jumapili ya kwanza na ya leo, kuondoa mizigo ya ndani, kuondoa mizigo ya ndani, kuondoa mizigo ya ndani, kuondoa mizigo. Kuna ndugu mmoja nilikutana naye mahali, anambia mtumishi, mimi niombee tu, hakuna ugonjwa naoumwa, lakini usiku nikilala damu zinatoka tu puani, damu. Nimeenda hospitali, wamepima kila mahali, siumwi wala hakuna kwenye ukoo mtu wa namna hiyo, lakini wananiambia tu, wewe kinachokutesa ni mzigo wa mawazo ulioubeba. Kama ndugu yangu unawaza nini? Nasema mtumishi, madeni yananiua, madeni yananiua. Natangaza hata kama unadaiwa, madeni hayatakuua. Nilikusemesha hapa kwamba mauti ni roho. Chochote usikiruhusu kutishia uhai wako. Daudi aliyesema imebakia hatua moja kati yangu na mauti, ndio yeye aliyesema sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana. Na ndio huyo aliyefika kwenye umri mwema, ameshiba siku na mali na heshima. Ninafungua batani gani kwenye maisha yako? Yeyote ambaye yuko mahali hapa, hautakufa nje ya umri mwema. Mungu akushibishe siku na utakuwa na uzee mwema, sio uzee wa ombaomba, hapana. Utakuwa na uzee mwema, umeshiba siku, umeshiba mali, umeshiba na heshima. Inawezekana hivi ninavyoongea jioni ya leo wala huelewi wala huoni vitatokea wapi, lakini maadamu ni Bwana ndiye aliyenipaka mafuta niweze kuhubiri ujumbe huu kwako, yeye Mungu anajua vitatokea kona gani, vitaanzaje. Mwache Mungu aitwe Mungu na atabaki kuwa Mungu milele. Ndiye aliyewafungulia milango hata wakina Isaac Omari unaowaona leo wamekuwa wahubiri wakubwa. Tulianza kama wewe mahali ambako sijui ninaanzaje, sijui natokaje. Mungu alisema endelea kuniamini tu, mimi Mungu ndiye ninayejua mwanzo wako, nitakuanzishia wapi. Nami ninaomba neema ya Mungu unapotoka mwaka huu kuingia mwaka ujao ukawe ni mwaka wa kuanza kwa baraka zako mpya ambazo hujawahi kuziwaza, hujawahi kuziona, hata zile ambazo tayari ulishaziwaza ukaziona kwenye ulimwengu wa roho, lakini hujawahi kuzipokea kwenye mikono yako. Ukaanze nazo Januari katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Nasema ukaanze nazo zile ndoto ambazo ulikuwa unaota tu umejenga nyumba, unaota tu unaendesha gari, unaota tu umepata kazi, unaota tu unafanya biashara, unaota tu unapanda ndege unaenda huko na huko. Ukaanze na hizo ndoto Januari, miezi mitatu ya kwanza kuanzia Januari mpaka Machi. Bwana kutendee mema kwenye maisha yako, ndoto zako zikaanze kutimia, na ikawe ni ishara ya Bwana kwako ya kwamba ulichokibeba kinazaliwa katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kama naongea na mtu mmoja anayenielewa, angeinua mikono yake miwili juu, apige makofi mazuri kwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Isemee mwenyewe, hebu sema Januari 2026, mwanzo wa baraka zangu, mwanzo wa baraka zangu, mwanzo wa ustawi wangu, mwanzo wa kuchanua kwangu, mwanzo wa kufanikiwa kwangu, mwanzo wa kuinuliwa kwangu. Sema tena Januari 2026 ni mwanzo
Hautakufa na hali ulionayo, hautakufa na mazingira ulionayo. Hiyo hali ya aibu, hali ya ukame, hali ya kuwa mtupu, hautaondoka nayo. Kama ambavyo siku moja mzee Mwipile nimejifungia mahali kwenye kichaka, nilikuwa sina hata hela ya kwenda kukodi loji na hoteli ya kwenda kujificha kuomba hata siku 2-3. Kwa hiyo naenda mapolini, milima ya Kisarawe nimekaa sana. Mungu nipe mpenyo, sina baba kanisani, sina mama, nipe mpenyo Mungu, umeniita nikutumikie, nipe mpenyo Mungu. Nguo za kubadilisha sina, hata kabati la kubadilishia nguo za kubadilisha. Namwambia Mungu, ina maana nakufa na hali hii, nakufa adui zangu wakiwa wanashangilia, nakufa nikiwa nimechakaa, nakufa na hizi kanda mbili, nakufa na nguo ambazo nimezivaa, nakufa sina mke, nakufa sina mtoto, nakufa sina kitu. Mungu, kweli naondoka namna hii? Mbingu zinafunguka, zinasema angalia unakoelekea, angalia unakoelekea, angalia unakoelekea, angalia unakoelekea. Nasema habari ya wababa. Kuna wababa unao wengi mbele ya safari, kuna wamama unao wengi mbele ya safari, kuna wakaka na wadada wanakusubiri, kuna ndugu ambao unao wengi na wataka kujali kuliko hata wale uliozaliwa nao. Mungu ndio ameniheshimisha. Tukio lolote nikilipata la kifamilia, msaada wangu ni watu wa Mungu. Hawatoki msikitini, wanatoka kanisani. Wakati nambariki mwanangu wa 3, mimi ni mloteli, wanabariki watoto. Wakati nambariki mwanangu wa 3, Mungu alinipa ishara kanisani kwetu, na wako hapa nimewatuliza. Wakati anabarikiwa, dada yangu Asegerea alilia machozi. Yule rafiki yake yuko wapi? Akamuuliza habari, alilia machozi. Amekuja pale, Mungu ametuheshimisha. Niliona ishara tangu kanisani. Niliyesema sina ndugu kanisani, sina baba, sina mama. Mungu ameniheshimisha. Mchungaji wetu wa usharika amekuja mtaani kwetu. Mimi nasali usharika wa Mbezi Makabe kwa mchungaji Emma Sam, mtaa wa Agape kwa mwinjilisti Elvis Ngoi. Nina bahasha yangu pale Luteri. Sema amina. Yaani hapa sasa hivi nikidondoka, Luteri ni mtu wao, si wanakula sadaka yangu. Ishara ya kwanza, nikashangaa wakati wa ubarikio, watoto wa karibu 100 na ngapi, nikaona huyu mwanangu Grace, Mungu amemheshimu, akawa ndio wa kwanza kuwekewa mkono na mchungaji. Kwangu ni heshima kubwa na ni signo katika ulimwengu wa roho. Akawa wa kwanza kuwekewa mkono. Kaambia mama, ikamate vizuri hiyo. Amekuwa wa kwanza kuwekewa mkono na kuhani. Akawa wa kwanza kwenye kile eneo la ushindani. Amemaliza darasa la 7, amefanya vizuri, katoka na AA zote. Baba yake hajasoma, baba yake alikuwa kwenye la ilaha illa Allah. Kwa hiyo upako sio wa baba, ni rehema na mkono wa Mungu juu ya watoto. Shule tuliompeleka pre-form 1 wanamtaka, yani matangazo ya shule ile ya kuzungumza nazo klipu zake hapa, kawa nanushia wale walimu, wanasema mwanao ana kitu, tutamwangalia kwa jicho la ziada. Mwanao ana kitu, sio tu utumishi wa baba, lakini ile mikono ya kuhani. Siku anabarikiwa, unamng'ang'ania shule tulikompeleka. Alienda tukuje pre-form 1, anasema huyu mlipieni kabisa ada, tunamchukua huyu, atumwachi, tunamchukua. Kuna kitu anacho na nawaombea kwa mzigo sana. Dada yangu alikuja nyumbani, alifikiri labda atakuta nimekuwa mpweke kwa sababu Mburahati wote waligoma wakuja. Kaja yeye kutoka Segerea na watoto zake wale wawili kina baby ndio wamekuja. Wamburahati waligoma, hawaji sana kwenye shughuli za ukafiri. Lakini dada mimi alikuja na watu wachache. Alilia machozi wakati wa kusalimia pale. Sema hivi, watu wote hawa kaka Shabani mwatoa wapi? Wewe unawaangalia tu ulionao hapo. Hata kama watakukataa, Mungu ana watu wengine kwa ajili yako. Hata kama uliozaliwa nao watakupinga njiani, Mungu atakupa wengine. Anasema nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Siku wanabariki pale watu wengine. Mwaliko, mwinjilisti wetu alialikwa na watu wengi wenye hela, matajiri. Lakini alikuja kwangu, wanangu wako waseme uongo, alikuja kwangu na alikaa na mke wake na wazee wake. Ni heshima ya Mungu. Mungu anapokuheshimisha atakupa kibali ambacho si cha kawaida. Ndio maana natamani sana mtu wa Mungu, chochote kitakachotishia uhai wako,
neno la kusema nafia hapa lisisikike kwenye kinywa chako 2026, kwa sababu hakuna mauti kwako, hakuna mauti kwako, hakuna mauti kwako.